Watukufu wa Islam, hii ni Qurani, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qurani imeeleza haya kwa ufasaha uliokuwa mzuri kabisa. Watukufu wa Islam, kwa hiyo kuna tofauti kubwa baina ya mwili na roho na uhai. Mwili wa mwanadamu asili yake unatokana na udongo, chimbuko lake, mwanzo wake. Asili ya mwili wa mwanadamu ni udongo, na Qur'ani imetaja mpaka jina la udongo uliotumika katika kumuumbia mwanadamu kwamba ni udongo wa sulala, ambao wataalamu wa mambo ya udongo wanauita clay soil. Qur'ani imetaja mpaka jina la udongo uliotumika katika kumuumbia mtu wa kwanza, na ikaweza kueleza mpaka katika tabaka la ardhi unapopatikana udongo huu wa sulala, min hama'in masnuni, katika matope yaliyokuwa meusi yaliyovunda yanayonuka. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale akaja akaingiza uhai ndani ya lile dongo, alafu akaja akapuliziwa roho ambayo yatokana na yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ilmu yake na hikma yake. Katika maswali matatu aliyoulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanawazuoni wa Kibani Israili, swali la tatu aliulizwa roho ni nini. Anaulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwenda kulijibu katika sura ya 17 Bani Israila aya 85, wayasalunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalila. Wanakuuliza habari ya roho, waambie roho ni jambo linalohusika na Mola wangu tu, na hamkupewa nyinyi katika ujuzi isipokuwa ni kidogo tu. Qurani imejibu kwa mkato, wama utitum min alilmi illa qalila. Imetumia maneno machache tu, imejibu hivi kumwonyesha huyo inayomjibu kwamba jambo hili hatoweza kulijua na halijui na hatolijua mpaka ulimwengu huu utamalizika. Wama utitum min alilmi illa qalila, na hamkupewa nyinyi katika ujuzi isipokuwa ni kidogo tu. Ilmu ya mwanadamu ni kama tone la maji lililochukuliwa katika maji likadondozwa chini ya sakafu, likatoa tena matone madogo. Ilo tone dogo lililotoka ndani ya tone dogo ndio kiasi cha ilmu ya mwanadamu aliyokuwa nayo. Mwanadamu ndiye kiumbe ambaye aliyekuwa dhaifu sana kuliko viumbe wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mwanadamu ndiye kiumbe ambaye hajui sana kuliko viumbe wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiseme Mwenyezi Mungu anajua sana. Ukisema Mwenyezi Mungu anajua sana, kinyume chake ni kujua kidogo. Hii ni sifa ya kiumbe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye ni mjuzi tu, na ujuzi wake haukutanguliwa kwanza na ujinga, kwamba alikuwa hajui alafu ndio akajua kama alivyokuwa mwanadamu. Pamoja na kwamba mwanadamu ameingia katika karne ya 20 na 21, anajinasibu kwamba ndio karne ya sayansi na teknolojia, eti ndio karne ya maarifa. Lakini mwanadamu pamoja na mambo makubwa aliyoweza kuyafanya, hajaweza bado mwanadamu mpaka dakika hii ya sasa kuweza kujua roho ni nini, ikoje, inaingizwaje katika mwili wa mwanadamu, inakaaje katika mwili wa mwanadamu,
na hajaweza kuzuia ile roho isitoke. Hajaweza kujua roho ni nini, ikoje, inaingizwaje katika mwili wa mwanadamu, inakaaje, inatolewaje, na hajaweza kuizuia ile roho isitoke ndani ya kiwiliwili cha mwanadamu. Hajaweza, na Qur'ani imemwambia hutoweza, kwa sababu ilmu yako ni ndogo. Huu ndio ukweli wa Qur'ani, ndio usahihi wa Qur'ani. Toka yaliposema maneno haya mpaka leo ni karne 14 zimekwisha timia, mwanadamu hajaweza kuvunja hoja ya Qur'ani na hatoweza. La yaatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Kitabu hiki hakifikwi na batili, hakifikwi na uongo mbele yake wala nyuma yake. Kimeteremshwa na mwenye hikma na mwenye kuhimidiwa. Toka kilipoteremshwa mpaka leo hajawahi kutokea mtu, mwana sayansi yeyote, mwana jiografia yoyote, mwana hisabati yoyote, mwana historia yoyote, mwana astronomia yoyote yule, mtu wa fani yoyote ya kiilmu, hajawahi kutokea akainyoshia kidole Qur'ani akasema jambo fulani iliyosema Qur'ani katika karne ya 7 si sahihi. Haijawahi kutokea mpaka leo, mpaka mwisho wa ulimwengu huu utamalizika. Watukufu wa Islam, mtu aliyevunja rekodi ya dunia kutibiwa ni mfalme Akihito wa Japani. Alipokuwa hospitali anaumwa, kulikuwa na jopo ya madaktari bingwa, majopo ya madaktari bingwa wa kila kiungo kimoja katika viungo vya mwili wa mwanadamu walikuwepo. Alafu ule mwili uliunganishwa na mitambo maalum, kukawa na skrini kubwa hapo. Jambo lolote linalotokea ndani ya mwili wake wanaliona. Jambo lolote linalotokea ndani ya mwili wake wanaliona. Hata mshipa tu wa kichwa ukajivuta, alam inalia kengere, madaktari wanakuja haraka, wanaangalia pale kwenye screen, wanaoneshwa kwamba mshipa fulani wa kichwa umeshtuka, wanaoneshwa huu hapa. Hata msuri tu wa kidole ukajikunja tu, alamu italia, wanakuja haraka, wanaoneshwa mshipa fulani wa kidole umeshtuka, anatibiwa, anapona, analala. Lakini ulipofika wakati wa mauti wa kufa, alam haikulia, kusema kwamba madaktari bingwa, mfalme anakufa huku njoni. Hakukuwa na kitu kama hicho. Walipokuja wakamkuta amekufa na alamu haikulia ya kuitwa wao ya kwamba mfalme anakufa, sasa njoni mumsaidie. Wakaja wakakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatuma jeshi lake, amechukua chake na nyinyi amekuachieni chenu. Ameshachukua haki yake na nyinyi amekuachieni haki yenu, ule mwili. Walipoangalia hawakuona kitu chochote kilichoingia pale, na makamera yaliyojaa pale. Hata ukichukua tu punje ya mchanga ukiitupa pale inaonekana. Zile kamera zilipoangaliwa hazikuonyesha kitu chochote kile kilichoingia pale kikaenda kuchukua ile roho. Katika sura ya 56 Suratul Waqi'a aya 81 mpaka 87, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, afa bihadha alhadithi antum mudhinuna wataj'aluna rizqakum annakum tukadhibuna
falaula idha balaghatil hulqum wa antum hinaidhin tandhuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna. Falaula in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum sadiqina. Sadaqallahu alazim. Hivi nyinyi munapuuza habari hizi tunazokuambieni ndani ya kitabu chetu hiki na kupitia mtume wetu huyu na kupitia dini hii yetu ya Kiislamu? Nyinyi mnapuuza. Mmekuwa hivyo ni kwa sababu ya lile pato tulilokuruzukuni, ndio mmekuwa na kibri, afya njema, majumba, watoto, wake, magari, mashamba, mifugo, ndio mmekuwa hivyo. Kwa sababu hiyo, falaula idha balaghatil hulqum, basi roho inapokuwa imevutwa, imefikishwa kooni, wa antum hina idhin tandhuruna, wakati huo mnakuwa mnamwangalia tu yule mgonjwa, hamuoni lolote lile linalofanyika pale. Pale panakuwa na operation inafanyika, wanaziati gharqa wanashitati nashta. Wale malaika wanapokuja kuchukua roho, wanakuja na vifaa maalum vya kuifungulia ile roho. Ni kama vile unavyompigia simu fundi mekanika, gari langu leo halikuwaka, hebu njoo uliangalie. Anakuja na sanduku limejaa kila aina ya supana kwa ajili ya kuifungua injini. Na wale pia wanapokuja, wanakuja na sanduku maalum, ndani yake kuna kila aina ya supana kwa ajili ya kuifungua ile roho. Mwanadamu hajaweza kujua roho ni nini, ikoje, inaingizwaje, inakaaje, inatolewaje, na wala hajaweza kuizuia isitoke, pamoja na sayansi yake yote aliyokuwa nayo na teknolojia yake yote aliyokuwa nayo na kuingia kwake katika karne ya 20 na 21. Lakini Qur'ani imemwambia, wama utitum minal ilmi illa qalila. Jambo hili hutolijua, jambo hili linahusika na Mola wangu, kwa sababu wewe hukupewa ilmu isipokuwa ilmu uliyokuwa nayo ni ndogo. Watukufu wa Islamu, katika sura ya 4 An-Nisa aya 78, Mwenyezi Mungu anasema, aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada. Popote mtakapokuwa, hata muwe ndani ya ngome iliyokuwa madhubuti namna gani, tutafika tu huko kuja kuchukua haki yetu. Watukufu wa Islamu, mwanadamu hajaweza kujua roho ni nini, ikoje, inaingizwaje, inakaaje, inatolewaje. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoingiza uhai ndani ya lile dongo, akaja akalipulizia roho lile dongo, roho ikakaa ndani ya lile dongo. Sasa pale kinapatikana kitu kingine kinachoitwa nafsi. Unapokuja kuondoshwa ule uhai ndani ya lile dongo, ndani ya mwili, roho inatoka inarudi kule ilikotoka, na ule mwili unarudishwa kule ulikotoka. Hapa ndipo inaposemwa kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itaonja mauti. Hapa sasa inakuwa nafsi imeonja mauti. Watukufu wa Islamu, wanakemia wamekubali kwamba ni hakika kabisa ilivyosema Qur'ani ya kwamba mtu wa kwanza aliumbwa kwa udongo, kwamba asili yake ni udongo huyu mwanadamu. Wanakemia wamekubali.
Ushahidi wa kwanza, wamekuja kuona katika mwili wa mwanadamu kuna chembe chembe za kiardhi, kuna punje punje za kiardhi zipatazo 27, kukuonyesha wewe ni nani. Wewe ni nani, umetoka wapi, uko wapi, unapelekwa wapi, na nini mwisho wa uko unakokwenda. Wamekuja kuona katika mwili wa mwanadamu kuna punje punje za kiardhi zipatazo 27 katika mwili wa mwanadamu. Wanakemia wamekuja kuona ya kwamba kuna oxygen, kuna carbon, kuna hydrogen, kuna nitrogen, kuna calcium, kuna phosphorus, potassium, sulfur, chlorine, magnesium, silicon na kadhalika na kadhalika. Hizi ni chembe chembe za katika ardhi, ni chembe chembe za kiardhi, na katika mwili wa mwanadamu zipo, kukuonyesha wewe ni nani, mimi ni nani, yule ni nani. Mimi na wewe na yule ni kipande tu cha ardhi kilichokuja kuchukuliwa katika ardhi, na sasa hivi kipande hiki cha ardhi kinatembea juu ya ardhi, kinakaa juu ya ardhi, kinalala juu ya ardhi, kinaamka juu ya ardhi. Na kipande hiki cha ardhi itafika mahali, thumma amatahu fa akbara, tutakifisha, tutakirudisha tena katika ardhi. Wanasayansi wanasema ardhi haipungui, ardhi haipungui. Sisi tunaporejeshwa katika ardhi, ndiyo ile sehemu ya ardhi tuliyochukuliwa kutoka katika ardhi, sasa hivi ile sehemu inarudishwa tena katika ardhi. Minha khalaqnakum, kutokana na ardhi tulikuumbeni. Wa fiha nu'idukum, na katika ardhi tunakurejesheni. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, na kutokana na hiyo ardhi tutakutoweni tena. Sio tutakuumbeni tena, tutakutoweni, tutakutoweni. Kuumbwa ni ile mara moja. Tulipoumbwa mara ya kwanza, aliumba na ule mfumo wa kutolewa katika ardhi tayari ulikwisha fanyika. Ule mfumo wa ufufuo kila aliyezaliwa anao. Kuumbwa ni ile mara moja tu. Tutakaporejeshwa kwenye ardhi tutarejea, na tutakapotakiwa tutoke kwenye ardhi tutatoka. Ule mfumo wa namna ya kutoka katika ardhi kila mmoja alipozaliwa anao, inasubiriwa tu uondoshwe katika mgongo wa ardhi, upelekwe ndani ya ardhi, na itakaposemwa kwamba tokeni ndani ya ardhi tutatoka. Mwanadamu ameumbwa katika sayansi ya teknolojia ya hali ya juu sana. Amemuumba katika teknolojia ya hali ya juu sana. Watukufu wa Islamu, ushahidi wa pili wa mwanadamu unaothibitisha aliumbwa kutokana na udongo, asili yake ni udongo. Mwili wa mwanadamu unajengwa na vitu vya kutoka huko chini ya ardhi. Kwa kuwa yeye ni udongo, anatokana na ardhi, basi Mwenyezi Mungu amekwenda kufanya mpaka vile vitu vya kujenga ule mwili navyo vinatoka huko chini ya ardhi. Mwanadamu anahitaji proteini, anahitaji wanga carbohydrate, anahitaji madini ya aina mbalimbali, anahitaji vitamini za aina mbalimbali, anahitaji fats mafuta,
Mwanadamu anahitaji maji, anahitaji sukari, anahitaji chumvi. Vitu vyote hivi vinapatikana chini ya ardhi, na vitu vyote hivi ndivyo vinavyokuja kuujenga ule mwili wa mwanadamu ili apate kunawiri, kurutubika na kustawi na kuwa na afya iliyokuwa njema. Anajengwa na vitu vya kutoka kule kule chini ya ardhi. Falyanzuril insanu ila taamihi, hebu mwanadamu na akiangalie chakula chake kina nini. Kwa nini Qur'ani inambembeleza mwanadamu akiangalie chakula chake? Ni kwa sababu yeye mwanadamu mahitajio yake yote ya mwili yanatoka huko chini ya ardhi. Kwa kuwa yeye ni dhaifu, hawezi kuvipata vitu hivyo vyote ambavyo vinavyopatikana chini ya ardhi. Mwenyezi Mungu amemwekea mimea ya aina mbalimbali, ndiyo inayomtumikia mwanadamu, ikafyonza vitu vyote hivyo kutoka chini ya ardhi. Mwanadamu anavipata kupitia mimea, ndiyo vinavyokuja kuujenga mwili wa mwanadamu. Ushahidi wa 4 unaothibitisha ya kwamba mwanadamu anatokana na ardhi, vitu vyake vyote vinavyohusiana na mwili wake yule mwanadamu navyo pia vinatoka chini ya ardhi. Hakuna hata kitu kimoja kisichohusiana na mwili wa mwanadamu kisichotokana na ardhi. Nguo yake ni pamba, inapandwa chini ya ardhi, na chini ya ardhi ndiko alikotoka mwanadamu. Maji yake ya kunywa yanatoka chini ya ardhi. Kwa hiyo sehemu ya maji katika mwili wa mwanadamu inakuwa ni 79%. Mwili wa mwanadamu umejengwa kwa maji. Yale maji yakikusanywa yakapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza maji, tunapata lita 20 za maji. Nikauliza, lita 20 za maji ni shilingi ngapi? Ni sawa sawa na dumu moja. Sheikh Hadi hapa anakuja kuninong'oneza, ananiambia hata bure mtu anakupa. Katika mwili wa mwanadamu kuna mafuta yaliyopo ndani ya mwili wa mwanadamu yakikusanywa yakapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza sabuni, tunapata mche mmoja wa sabuni. Shilingi ngapi? Katika mwili wa mwanadamu kuna maadini ya mkaa uliopo ndani ya mwili wa mwanadamu ukikusanywa ukapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza penseli, tunapata penseli moja. Shilingi ngapi? Katika mwili wa mwanadamu kuna maadini ya chuma kilichopo ndani ya mwili wa mwanadamu kikikusanywa kikapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza misumari, tunapata msumari mmoja mdogo. Msumari wa kiasi kama hicho utauzwa shilingi ngapi dukani? Katika mwili wa mwanadamu kuna maadini ya chokaa iliyopo ndani ya mwili wa mwanadamu ikikusanywa ikapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza rangi, inapatikana rangi kama mchovyo mmoja tu wa brashi, itakuwa imekwisha. Rangi ya kiasi kama hicho inauzwa shilingi ngapi? Katika mwili wa mwanadamu kuna maadini ya phosphate iliyopo ndani ya mwili wa mwanadamu ikikusanywa ikapelekwa kwenye kiwanda cha kutengeneza vibiriti, tunapata njiti 120, sawa sawa na vibiriti vitatu. Kile kibiriti kimoja nimejitahidi sana kuhesabu, mimi nakuta njiti 40. Kwa hivyo inakuwa njiti vibiriti vitatu. Kibiriti kimoja bei gani dukani? Huyu ndiye mwanadamu, na vitu vyote hivi vinauzwa dukani. Akipewa mtu shilingi 5,000 fedha halali ya Kitanzania, ananunua na chenji inarudi. Na ndiyo maana alipokuwa katika steji ya dongo, Mwenyezi Mungu aliwakataza malaika, musilisujudie lile dongo. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidina, subirini kwanza nilitengeneze sawa sawa ili dongo, alafu kisha nilipulizie roho, ndipo faqa'u lahu sajidina, muliangukie na kulitii. Kumbe kilichokuwa na thamani katika mwili wa mwanadamu ni ile roho, sio mwili. Ndiyo maana ile roho ikishatolewa haraka watu wataketi kama hivi tulivyoketi, kwamba ni saa ngapi tumrejeshe yule alikotoka kwenye asili yake. Kwa nini? Kwani huyu sio mpenzi wao? Pengine mtu ni baba yake au mama yake,
au mtu ni mumewe au mtu ni mkewe au ni mtoto wake, kwa nini hana huruma? Kilichokuwa na thamani hakipo tena ndani ya ule mwili, kimekwisha toka. Kilichobakia hakina thamani tena, ndiyo maana kinachukuliwa na kurejeshwa tena kule kule kilikotoka. Watukufu wa Islamu, katika kuumbwa kwake mwanadamu kutokana na udongo, ndani yake kuna ibra iliyokuwa kubwa, mazingatio yaliyokuwa makubwa. Ndani yake kuna ilmu pia iliyokuwa kubwa. Ndani yake kuna hikma iliyokuwa kubwa. Vitu vyake vyote mwanadamu anavyovitengeneza vinavyohusiana na matumizi ya mwili wake, vyote vinatokana na udongo, na udongo wenyewe anaotumia mwanadamu kutengeneza vitu vyote hivyo ni udongo wa sulala, kama ule uliotumika kumuumbia yeye. Sulala ni udongo maalumu unaopatikana ndani ya udongo, si udongo wowote tu, wenye nguvu maalumu ya kwamba kikitengenezwa kitu kikafanya kazi fulani. Kamera hiyo, simu, radio, matelevision, masatellite, gari, treni, ndege na kadhalika na kadhalika, vyote ni udongo unaochimbwa chini ya ardhi, na udongo wenyewe unakuwa si udongo wowote, ni udongo maalum unaopatikana ndani ya udongo. Ukiangalia katika radio, televisheni, makompyuta hayo, malaptopu, ni udongo. Ndani yake ni muunganiko wa vitu vya kielektrikal na kielektronic. Ndani yake kuna chombo kinaitwa transistor. Transistor inatengenezwa kutokana na udongo unaopatikana chini ya ardhi, kitaalamu unaitwa germanium, ambapo na katika mwili wa mwanadamu elementi hii nayo pia katika mwili wa mwanadamu ipo. Kuna resistor. Resistor inatengenezwa kutokana na udongo unaoitwa carbon, na katika mwili wa mwanadamu upo. Katika makompyuta hayo kuna kitu kinaitwa diode, inatengenezwa kutokana na udongo unaoitwa silicon, na katika mwili wa mwanadamu upo. Katika vyombo vyote hivi kuna chombo kinaitwa speaker. Speaker inatengenezwa kutokana na iron, chuma, na katika mwili wa mwanadamu kipo. Kuna waya zinatengenezwa kutokana na udongo unaopatikana chini ya ardhi unaitwa kopa, shaba. Lile jumba la nje linatengenezwa kutokana na plastiki. Wanapochimba gesi wanachimba tope, alafu ndani ya lile tope ndio wanatoa gesi. Kitu cha pili wanachokuja kutoa pale, kuna kitu kinaitwa propane, ndio inayokwenda kutumika kutengeneza vyombo vyote vya plastiki. Sasa huu ndio udongo wa sulala, na vitu vyote hivyo tulivyotoa kutoka ndani ya huo udongo ndiyo sulala. Wanapochimba petroli, wanapochimba diesel, linachimbwa tope kutoka chini ya ardhi. Ndani ya lile tope ndio wanatoa petroli, ndio sulala ile. Wanatoa diesel, ndio sulala ile. Wanatoa oil, ndio sulala ile. Wanatoa grease, ndio sulala ile. Wanapochimba mafuta, tope linachimbwa, ndio ndani yake lile tope wanatoa jet 1, mafuta ya ndege. Wanatoa ndani yake kerosene, mafuta ya taa. Ule udongo ambao ndani yake ndio wametoa vile vitu, ndio udongo wa sulala,
na vile vitu vyote vilivyotolewa ndiyo sulala. Wasiokuwa Waislamu hapa ndipo walipopaelewa, wakapafanyia kazi, wakaweza kufanikiwa namna hii katika dunia leo. Qur'ani inamwonyesha mwanadamu juu ya udongo wa sulala ulivyokuwa na nguvu, ambao ni udongo ambao ndani yake vinapatikana vitu vyenye nguvu fulani ya kufanya kitu fulani. Waarabu wamekuwa taabani, mafuta wenyewe wanashindwa kuchimba, wanachimbiwa na wazungu, na zile dawa zile za kuyatoa yale mafuta kutoka ndani ya lile tope hawana teknolojia hiyo, wanayo wazungu. Siku wa Kigoma wao tumeshuhudia hapa Iran ilipowekewa vikwazo, mafuta wanayo, lakini kukawa na misururu ya magari kwenye vituo vya mafuta. Kuna mtu mmoja ananiambia, anafanya kazi Scania, akaniambia, shekhe, tulipelekwa Sweden kwenye kiwanda cha kutengeneza Scania. Anasema kuti tulipelekwa, tuliingizwa, lakini pale unapochukuliwa ule udongo ndio kipikwe kitoke chuma itengenezwe ile Scania, ananiambia kule hatukuingizwa. Watukufu wa Islam, kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunaishiria hapa. Sasa ndio maana hata ile namna ya ufufuo utakavyofanyika ni kwa sababu ule udongo ni udongo maalum wenye nguvu maalum ambao unawezesha lile jambo la ufufuo itakapotakiwa kutoka makaburini. Tutatoka, ufundi, uhandisi uko ndani ya ule udongo unaitwa sulala. Na ndiyo maana hata kuumbwa kwake mwanadamu kwa mara ya pili kwa njia ya kuzaana, yale maji ya uzazi nayo pia ni sulala, ni udongo ule. Ni vile vitu ambavyo vinavyofyonzwa chini ya ardhi na mimea, tunakula ile mimea. Kuna vitu vimefyonzwa kutoka chini ya ardhi, alafu ndio unapokuja kufanyika mchakato ule, ni udongo ndio anakuja kutengenezwa maji ya uzazi. Yale maji ya uzazi pia Qur'ani imeyaita kwa jina la sulala, thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, kwamba maji yale sio maji yoyote, ni maji maalum yenye nguvu maalum, ya kwamba yakimwagwa katika fuko la uzazi la mwanamke, mwili wa mwanadamu utaota, alafu ukiingizwa uhai utakaa, akipuliziwa roho itakaa, atazaliwa, atakuja kwenye mgongo wa ardhi. Ukiondolewa ule uhai, ile roho itatoka, itarudi ilikotoka, na mwili utarudishwa ulikotoka, na itakapotakiwa tena arejeshewe tena kiwiliwili chake. Hilo ni jambo ambalo mpangilio mzima uko ndani ya kile kitu kinachoitwa sulala. Ufundi uko pale, uhandisi uko pale.